Mheshimiwa Nakilangu Malechela. Mheshimiwa, asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, inabidi nikate hotuba yangu nusu. Nitazungumza mambo mawili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipanga kwanza kuipongeza serikali, lakini serikali ijue kwamba ninaipongeza. Nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kufanya miradi mikubwa sana ambayo imefurahisha Watanzania, mradi wa SGR, bwawa la Mwalimu Nyerere, daraja la Busisi. Asante. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nishauri serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya serikali imepanda sana. Ukiangalia bajeti ya 2025-2026 ilikuwa trilioni 56.49. Bajeti ya 2026-2027 ni, Mheshimiwa Spika, ni trilioni 62.33. Ongezeko la 10.3. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba waheshimiwa wabunge kidogo. Waheshimiwa wabunge, nawaomba kidogo msikilize. Waheshimiwa wabunge, tutulizane, tumsikize Mheshimiwa mbunge na mchango yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuishauri serikali kwa sababu ukiangalia vizuri, Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti imeboreka sana. Niombe serikali kwa unyenyekevu, nimwombe Rais Samia kwa unyenyekevu, kwa hali ilivyo sasa, ni vyema serikali ikawaangalia waheshimiwa madiwani, kwa sababu bajeti imeboreka sana. Serikali ina pesa, waheshimiwa madiwani. Mheshimiwa Rais, namuomba serikali, naiomba ni vyema ikawaangalia waheshimiwa madiwani. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mbunge wa jimbo. Ukweli, niseme ukweli, waheshimiwa wabunge, nashindwa kufanya kazi mwenyewe jimboni kwangu, nafanya kazi na madiwani. Sina uwezo wa kuingia kata zote, wenzangu wako kwenye zile kata zao. Lakini Mwenyekiti, nikisema ukweli, waheshimiwa madiwani posho zao ni ndogo mno. Nimnyenyekee Mheshimiwa Rais, nimwombe aache alama kwenye nchi hii kwa kuangalia madiwani. Wale madiwani nao wanafanya kazi sana 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 mchana na usiku. Jambo la pili, Mheshimiwa, kwa sababu dakika 5 sasa. Jambo la pili, kuongea na Watanzania. Naomba kuongea na Watanzania, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna kipindi ambacho binadamu anatengenezwa, ni binadamu anapokuwa na umri wa 0 mpaka miaka 18. Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa letu linatengeneza binadamu kipindi hicho, lakini mimi nina wasiwasi na malezi na makuzi ambayo tunawapa watoto kipindi cha umri wa 0 mpaka miezi 18. Ndio maana nasema naomba niongee na Watanzania. Kipindi hiki ndio tunapotengeneza maraisi, ndipo tunapotengeneza mawaziri, ndipo wanapotengenezwa wabunge, ndipo wanapotengenezwa makahaba, ndipo wanapotengenezwa majambazi, ndipo wanapotengenezwa wauaji. Na waomba Watanzania waangalie kipindi cha 0 mpaka 18, ndio sisi sote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninasema ukweli, wazazi hatuwapi nafasi watoto. Kipindi cha 0 mpaka miezi 18 hatuangalii watoto vizuri. Watoto wanaangaliwa na mabajaji, wanaangaliwa na bodaboda, wanaangaliwa na mayaya, wanaangaliwa na wasichana wa kazi. Wazazi hatuwapi nafasi watoto. Tunabaki kulalamika, nchi na majambazi, tunawaangalia watoto. Mtoto anapozaliwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, anakuja ubongo wake ni mtupu. Ubongo unajazwa na sisi ambao tunalea watoto. Lakini je, tuna nafasi na watoto wetu? Mtoto anaambiwa maneno na houseboy, anaambiwa maneno na housegirl, anaambiwa maneno na bodaboda aliyemchukua, kwa sababu mzazi huna nafasi ya kumpeleka mtoto shule. Mtoto mshike mkononi, unampeleka shuleni, unaongea naye, yale maneno yanaingia kichwani kwake. Unamkabidhi bodaboda, peleka shule, anaongea na bodaboda, anasikiliza ya bodaboda. Sasa ni lazima wazazi tujue kwamba jukumu la kulea watoto tumeachia watu wengine. Hatuangalie watoto wetu, tunabaki kulalamika.
Huyu Mheshimiwa Sampala juzi amezungumza yale aliyozungumza Kampala, tunayatengeneza sisi wazazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, dakika zimeisha. Naomba niseme ukweli, niwabembeleze wa Tanzania. Tuchukue jukumu la kujenga taifa letu kwa kulea watoto. Tunaachia watu wasiostahili ndio wanaotengeneza binadamu wa kushika nchi, tunabaki kulalamika, nchi na majambazi, nchi na hivi. Tunawalea watoto sisi, wakati wa kulea watoto umepita. Lakini nazungumza na wale ambao ndio wanaolea watoto sasa hivi.